Kesi ya Tundu Lissu inaendelea leo ndani ya Mahakama Kuu ya Dar es Salaam mbele ya jopo la majaji watatu baada ya kumalizana na shahidi wa 16, shahidi ACP Amin Mahamba. Leo Tundu Lissu anamhoji shahidi mwingine wa upande wa mashtaka na upande wa serikali. Kabla tuangalie kinachoendelea leo mahakamani, like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema, inarejea mahakamani leo Agosti tarehe 13 saa 3 mapema asubuhi, huku macho yakielekezwa kwenye hatua inayofuata ya upande wa mashtaka baada ya shahidi wao wa 16 kuhitimisha ushahidi wake siku ya jana. Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam inatarajiwa kuendelea kusikiliza ushahidi wa upande wa mashtaka kadiri kesi hiyo inavyoingia katika hatua nyingine. Shughuli za mahakama jana zilihitimishwa mapema kuliko ilivyotarajiwa baada ya kamishna msaidizi wa polisi Amin Mahamba, shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka, kumaliza kutoa ushahidi wake kufuatia maswali ya kina kutoka kwa Tundu Lissu. Upande wa mashtaka ulieleza mahakama kuwa haukuwa na shahidi mwingine tayari, jambo lililomfanya Jaji Dastani Ndunguru kuahirisha kesi hiyo hadi leo asubuhi. Kuahirishwa huko mapema kulizua malalamiko makali kutoka kwa Tundu Antipas Lissu, ambaye alikumbusha mahakama kuwa kesi hiyo imechukua muda mrefu na kwamba yeye amekuwa mahabusu katika kipindi chote cha mwenendo wa kesi hiyo. Alihoji iwapo agizo la awali la mahakama lililoutaka upande wa serikali kuleta mashahidi wawili au watatu kwa mpigo lilikuwa limefutwa na kuutaka upande wa mashtaka kufika mahakamani na mashahidi wa kutosha ili kuwezesha kesi hiyo kuendelea haraka. Kikao cha jana kilijikita zaidi katika kile ambacho wachunguzi walibaini wakati wa uchunguzi wao na iwapo ushahidi uliotolewa na Amin Mahamba uliungwa mkono na nyaraka pamoja na vielelezo vilivyopo mahakamani. Moja ya masuala muhimu lilikuwa ni tofauti kati ya maelezo ya maandishi ya Amin Mahamba kwa polisi na ushahidi aliyoutoa baadaye mahakamani. Katika hatua za mwisho za majibizano, wakili wa serikali Katuga alimuuliza shahidi iwapo aliwahi kueleza sababu za tofauti kati ya maelezo yake ya polisi na ushahidi wake mbele ya mahakama. Amin Mahamba alikiri kuwa hakuwahi kuelezea tofauti hizo katika maelezo yake ya awali. Jibu hilo lilifuatia mfululizo wa maswali kutoka kwa Tundu Lissu, ambaye mara kwa mara alimhoji shahidi kuhusu taarifa zilizojitokeza katika ushahidi wake mahakamani, lakini ambazo zinadaiwa hazikuwepo katika maelezo yake ya awali ya maandishi. Suala hilo lilipata uzito mkubwa katika hatua ya mwisho ya ushahidi wa shahidi huyo, kwa sababu upande wa mashtaka ulijaribu kufafanua tofauti hizo zilizoonekana. Hata hivyo, Tundu Lissu aliweka pingamizi akisema kuwa alikuwa ameuliza iwapo shahidi alikuwa amewahi kuelezea tofauti hizo hapo awali na sio kile ambacho kilikuwa ni ufafanuzi wa tofauti hizo. Aliwaambia majaji kuwa iwapo shahidi angeenda kutoa ufafanuzi mpya sasa, upande wa utetezi ungepaswa kupewa fursa nyingine ya kumhoji tena shahidi huyo. Jaji aliuagiza upande wa mashtaka kubadilisha namna swali hilo lilivyoweza kuulizwa. Swali lilipoulizwa kwa namna tofauti, hatimaye Amin Mahamba alithibitisha kuwa hakuwa ameeleza hapo awali sababu za tofauti hizo. Kisha alisema kuwa majibu yake mahakamani yalitokana na jinsi alivyoelekezwa na waendesha mashtaka. Baadaye upande wa mashtaka uliamua kuhitimisha kumhoji shahidi huyo Amin Mahamba, ambaye ni shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka. Kisha Amin Mahamba aliachiwa rasmi kutoka kizimbani, jambo lililohitimisha nafasi yake kama shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka. Suala jingine muhimu lililoibuliwa na Tundu Lissu lilihusu video ambayo waendesha mashtaka wamehusisha na tuhuma dhidi yake. Amin Mahamba alieleza mahakama kuwa wachunguzi walitazama nakala ya hotuba ya Tundu Lissu iliyokuwepo mtandaoni. Hata hivyo, Tundu Lissu alipouliza iwapo wachunguzi hao walikuwa pia wametazama video iliyohifadhiwa kwenye kadi ya kumbukumbu ama flash disk ambazo zilitajwa wakati wa mwenendo wa kesi, shahidi alisema hawakufanya hivyo. Kisha Tundu Lissu
alihoji ni kwa namna gani wachunguzi wangeweza kuwa na uhakika kuhusu yaliyomo kwenye vifaa hivyo ikiwa hawakutazama wenyewe maudhui yaliyohifadhiwa ndani yake. Shahidi alirejelea taarifa zilizotolewa na wachunguzi wengine. Baadaye, Tundu Lissu alihoji iwapo ripoti husika ya uchunguzi ilikuwa imepokelewa rasmi kama sehemu ya ushahidi. Suala hili ni muhimu kwa sababu upande wa utetezi umeendelea kupinga mfuatano wa ushahidi unaohusu video hiyo na namna wachunguzi walivyofikia hitimisho lao. Wakati mwingine muhimu ulitokea pale Tundu Lissu alipomuuliza moja kwa moja shahidi Amin Mahamba iwapo ushahidi wake ulithibitisha kuwa Tundu Lissu alikuwa mhaini. Amin Mahamba alijibu sikusema hivyo. Majibizano hayo yalikuwa miongoni mwa matukio yaliyoleta uwazi mkubwa katika mwenendo wa kesi hiyo siku hiyo ya jana, kwani Amin Mahamba alikuwa akiwasilisha ushahidi kuhusu uchunguzi uliopelekea mashtaka ya uhaini, lakini hakumtaja Tundu Lissu binafsi kama mhaini alipoulizwa moja kwa moja iwapo huo ndio ulikuwa ushahidi wake. Pia Tundu Lissu amekuwa akipinga jaribio la upande wa mashtaka la kumuhusisha yeye binafsi na video iliyochapishwa kwenye chaneli ya YouTube ya Jambo TV. Katika hatua za awali za kuulizwa maswali, Mahamba alisisitiza kuwa Tundu Lissu ndiye aliyehusika na uchapishaji huo. Hata hivyo, wakati wa kuhojiwa na upande wa utetezi, shahidi hakuweza kuthibitisha iwapo Tundu Lissu alifanya kazi Jambo TV, aliendesha kamera zao au alikuwa na uwezo wa kufikia akaunti ya YouTube ya kituo hicho. Upande wa utetezi umetumia majibu hayo kuhoji namna wachunguzi walivyofikia hitimisho kwamba Tundu Lissu ndiye aliyechapisha maudhui hayo binafsi. Maswali hayo pia yaligusia watu ambao inadaiwa walikamatwa kutokana na mipango ya kusababisha vurugu wakati wa kipindi cha uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Tundu Lissu aliuliza nini kiliwapata watu ambao inadaiwa walikamatwa baada ya wachunguzi kuwatuhumu kwa kuandaa au kuchochea vitendo vya uhalifu. Shahidi alikiri kuwa baadhi ya watu waliokamatwa hatimaye waliachiwa huru baada ya majalada yao kupitiwa. Kisha Tundu Lissu alihoji iwapo maafisa wanaohusika na usalama walikuwa wamechukuliwa hatua za kinidhamu kuhusiana na vifo na vurugu zilizotokea baada ya uchaguzi. Amin Mahamba alisisitiza mara kwa mara kuwa hana uhakika iwapo kuna maafisa wowote mahususi waliochukuliwa hatua za kuwajibishwa. Kwa hivyo leo mwelekeo utakuwa katika kujua kama upande wa mashtaka uko tayari kuendelea na mashahidi wake waliosalia na jinsi hatua inayofuata ya uwasilishaji wa ushahidi itakavyoendelea kwa haraka. Kukamilika kwa ushahidi wa Amin Mahamba pia kunamaanisha kuwa upande wa utetezi sasa umemaliza kumhoji mmoja wa mashahidi muhimu wa upande wa mashtaka kuhusu uchunguzi huo. Lakini maswali makubwa zaidi yaliyoibuliwa wakati wa kuhojiwa kwake yanasalia kwa kiini cha kesi hiyo. Jinsi wachunguzi walivyofikia hitimisho lao, ni ushahidi upi unaomhusisha moja kwa moja Tundu Lissu na makosa yanayodaiwa ya uhaini, na kama ushahidi wa upande wa mashtaka unaungwa mkono kikamilifu na nyaraka pamoja na vifaa vilivyowasilishwa mahakamani.